Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hali inaonekana kuwa ni tete kiuchumi katika bara la Ulaya. Sasa mataifa ya Ulaya Magharibi yanaamua kuigeukia China badala ya Marekani. Na hii ni baada ya msimamo wa Rais Donald Trump katika awamu yake ya pili ya uongozi. Wakati huu viongozi mbalimbali wanaelekea nchini China kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya namna ambavyo watashirikiana. Siku za hivi karibuni Umoja wa Ulaya ulifanya ziara nchini China, na moja kati ya jambo kubwa ambalo wakati huo nalitazama ni kuonyesha ushirikiano wa kiuchumi dhidi ya taifa hilo ambalo kwa muda mrefu lilionekana kuwa ni adui wa mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. China, taifa kubwa la pili kiuchumi, wakati huu linaonekana ndio taifa pekee lenye uwezo wa kuyaokoa kiuchumi mataifa ya Magharibi, tofauti na Marekani ambayo rais wake Donald Trump amekuwa mtu asiyetabirika. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito wa kuimarisha uhusiano zaidi na China, huku akishinikiza usawa katika biashara kati ya mataifa hayo mawili. Merz anataka usaidizi wa China katika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusitisha vita vya Ukraine. Merz aliyewasili mjini Beijing asubuhi ya leo kwa ziara ya siku mbili ametambua kuwa nchi hizo mbili hazina sauti moja likija katika suala vita vya Urusi na Ukraine, lakini akasisitiza kwamba kwanza anaangalia fursa nzuri ya ukuaji wa uchumi wa mataifa hayo mawili. Licha ya kwamba kuna jambo la Ukraine, lakini Merz ametazama ni jinsi gani uchumi wake utakavyokuwa. Ikumbukwe Ujerumani, moja kati ya mataifa ya Magharibi, yaliingia katika mdororo wa kiuchumi kutokana na vita hivi vya Ukraine, ambapo baada ya kusitisha kununua mafuta kupitia bomba la Nord Stream, taifa hilo liliingia katika hali mbaya ya kiuchumi, lakini pia matumizi ya fedha zake katika vita vya Ukraine nayo pia ni sababu ya nchi hiyo kuyumba kiuchumi. Alipokutana na viongozi wa juu wa China, Merz alitoa wito wa ushirikiano wakati nafasi itakapopatikana. China na Ulaya zote zimeguswa na panga la Trump la nyongeza ya ushuru. Ulaya imeathirika zaidi kufuata matakwa ya Trump kwamba ichukue jukumu kamili la kulinda usalama wake na kuiachia Marekani idhibiti kisiwa kinachojitawala chenyewe cha Greenland. Merz sasa ameamua kuonyesha China kwamba ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Ujerumani katikati ya mvutano wa kibiashara uliojitokeza duniani kufuatia sera hizo za Donald Trump na ongezeko la ushuru. Katika mazungumzo yake na Waziri Mkuu Li Qiang, kansela huyo wa Ujerumani amesema nchi yake inataka kuimarisha mahusiano yake ya kiuchumi, akigusia umuhimu wa kuwa na ushirikiano wa haki na wa kuaminiana na wa wazi kabisa, tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma ya enzi ya vita baridi. Katika siku yake ya kwanza ya ziara ya siku mbili nchini China, kansela Merz ametoa wito wa kuanza tena mazungumzo kati ya serikali ya China na serikali ya Ujerumani. Amesema mashauriano kati ya serikali hizo yalitibuliwa na mabadiliko ya serikali ya Berlin pamoja na janga la virusi vya corona. Kwa upande wake, rais wa China Xi Jinping ameeleza kuwa anatambua juhudi za Ujerumani za kutaka ushirikiano zaidi na China na angelipenda mahusiano yao kuwa katika kiwango kipya kizuri na cha manufaa kwa pande zote mbili. China tayari imesema itanunua ndege 123 kutoka kwa makampuni makubwa ya usafiri wa anga ya Ulaya ya Airbus. Viongozi hawa wawili, Xi na Merz, wamevijadili pia vita vya Urusi na Ukraine. Ujerumani imeitaka China kutumia ushawishi wake mjini Moscow kusitisha vita hivyo vilivyotimiza mwaka wake wa 4 tangu vilipoanza Februari 24 mwaka 2022. Merz alisema chochote China inachokisema Urusi inaweza kuzingatia kwa makini. Kwa hiyo akaitolea wito nchi hiyo ya bara la Asia kutumia maneno na vitendo kuifanya Urusi zingatie amani Ukraine na Ulaya nzima kwa ujumla. Lakini Xi katika taarifa ya pamoja hakuthubutu kuikosoa Urusi, lakini akahimiza majadiliano ya pamoja ya kutatua mzozo uliopo, huku usawa na haki na wasiwasi wa kila mmoja ukitiliwa maanani. Ujerumani muda wote imekuwa ikikosoa China kwa kusimama na Urusi likija katika suala la vita vya nchi hizo mbili. Mkutano wa Xi na Merz pia uligusia mgogoro wa Taiwan, kisiwa kinachojitawala chenyewe ambacho China inakiona kuwa ni sehemu ya eneo lake na kutondoa uwezekano wa kukivamia kijeshi wakati wowote ili kukidhibiti kikamilifu. Merz amesema anaunga mkono maneno hayo, ni lazima yafanyike kwa amani. Friedrich Merz ni kiongozi wa hivi karibuni wa Ulaya kuitembelea China. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzake wa Canada Mark Carney
walikuwa huko siku za hivi karibuni wakijaribu kujisogeza zaidi na Beijing kufuatia sera za Trump anayetarajiwa pia kufika China mwishoni mwa mwezi ujao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati